Thank you so much, guys, for clicking in. My name is Frida Brown, and this is Frida Brown Network. Kwa wale wamesubscribe, God bless you. Continue watching, continue sharing with your friends, and we shall grow together. Today we have a new story. Let's dive in and listen to the story of a strong woman that I have met today. God bless you even as we watch. Okay, mimi kwa majina naitwa Goreti Atieno Obwar. Mimi ni mzaliwa wa kutoka kule Siaya County. Pale panaitwa Alego Komenya. Nilizaliwa kwa familia ya watoto 10. Mimi ni fifth born. And niliposoma nimesoma katika shule inaitwa shule cha msingi inaitwa Malomba Primary School. Nimesoma mpaka class 8. Sasa after kufanya class 8 sikukuwa na jinsi ya kuendelea mbele, manake nimezaliwa katika familia ambao hawakuwa wanajiweza vile. So baba yangu alikuwa tu tailor, alikuwa anashona manguo, and mama yangu kila ambacho alikuwa anafanya alikuwa anatengeneza pombe. Na hapo ndio walikuwa wanapata riziki ya siku. Hapo ndio walikuwa wanapata jinsi ya kupeleka watoto wao shule. So nyakati nilipofanya class 8 hawangeweza kunipeleka shule, maana kuna wale pia walikuwa high school na walikuwa wanawafunza tu na hiyo pombe. Kwa hivyo mimi sikuweza kuendelea from there. Nikaenda kwa sister mamangu. Alikuwa anaishi Kitale. So nilipoenda kwa sister mamangu, yeye pia alikuwa anatengeneza tu pombe. Hiyo ndiyo alikuwa anauza. So tukiwa pale, sisi tulikuwa tunamsaidia kwa kufanya nini? Kwa kuuza hiyo pombe. Tukakaa na yeye. Sasa unajua tu kawaida wasichana. Kuna mahitaji zingine unahitaji mtu wa kusaidia, na sasa kama una mtu wa karibu ambaye unaweza confide in, unapata hapo ndio unapata Charlie anakuambia mimi nitakusaidia kwa hii, and then you think like sasa basi nimesaidika, not knowing that unaingia kwa trap. So nikiwa kule Kitale niliweza kupata mpenzi, nitasema tu ni mpenzi. Sasa mpenzi tukaweza kugroove na yeye, alingeweza kunisaidia na vitu sikuwa nazo. So tukaweza kugroove na yeye and kukuja, because nilifanya class 8 1996, so kuja 1998 nikaweza kupata mimba. Venye nilipata mimba, of course my mom, the sister of my mom, huyo mwenye nilikuwa naishi naye alikuwa mkali. Kunipiga, yes alinipiga, but aliweza kukaa na mimi nikiwa na hiyo ball. Fika 1999 nikaweza kudeliver. I delivered a boy. Na tukakaa kifika 8 months mtoto akaweza kufariki. So kwa asante. So nyakati alifariki mtoto, ndio babake akajitokeza, because now hata yeye alikuwa anaogopa huyu mama yetu. So akajitokeza, akakamin, tukaweza kuzika mtoto wetu. So hiyo nyakati tulizika mtoto wetu, ndio mimi ni Mjaluo. So kwa mila wa Kijaluo, nyakati zile I can say my mom, obviously mtu anaweza pombe hawajui mambo ya Mungu. They were Catholics, but si ati wako deep into the word. So tuliekwa chini, tukaambiwa sijui mila inasema mimi siende na kijana mwingine, huyu pia sitembee vibaya, ili tusiweze kukosa kupata watoto in future. So mimi, the boy alikuwa anakuja huku Nairobi, huyo sasa mpenzi alikuwa anakuja huku Nairobi, mimi nikabaki kule Kitale. So nikabaki najilinda kwamba when he comes back maybe there will be something. So mimi kwa mind yangu nilikuwa najua huyu mtu ananipenda. You know, as ladies, when you love, you just love just for free. You love thinking that the person also loves you back. So mimi venye alikam back, kaweza tu kuniingiza box 10. Katika hiyo harakati nikapata mimba nyingine. Sasa nilipopata mimba nyingine ndio nikaona like anahepa, hataki mambo zangu, attends and pretend to, but hataki mambo zangu. So I decided to go home. Yani Mjaluo mwenzako ama ni Mluo? Ni Mjaluo. So I decided to go home. So when I went back home kwa wazazi wangu, niliweza kupata mtoto wangu. So nilipata mtoto wangu 2001 November. Nilipompata mtoto wangu 2001 November,
things zikawa tough because before nipate mtoto, nyakati ile nilienda nyumbani, kawaida wazazi wangu hawako wanajiweza venye nimesema hapa awali. So tulikuwa tunatafuta machungwa, maembe, ndimu, zile vitu tulizofikia. Mimi na my sister tunaenda tunatafuta, tukishapata tunaenda tunauza sokoni. At least tuweze kusaidia wazazi. So after nimepata mtoi, singeweza kufanya hizo because now I'm weak. Siwezi kabeba mzigo mzito, niko hapa na mtoto. Kona now I'm becoming a burden. So that's when I decided that I have to go marry someone or I have to get someone ili niweze kutoka pia mimi hapa at least na mimi pia nisikuwe mzigo sana kwa wazazi wangu. So hiyo ndio nyakati niliweza kukutana na mume wangu sasa. Huyo mjamaa mwenye niliolewa na yeye alikuwa amefiwa, mke wake alikufa, akamwacha na watoto wadogo. They were 4 kids but walikuwa wamefuatana. And when I married this guy, I never knew anything about him. Ile marriage tu unaingia because of desperation. Alikuwa wa kwetu. Ile marriage unaingia tu because of desperation. Si ati unaingia because of love, no. But when niliingia kwa hiyo marriage, I never loved the guy, but I came to love him because he was I can say that he was a loving person, a caring person. But with time, nyakati tumekaa kwa ndoa, manake alinioa kama because niliza November 2001, fikia 2002 mwezi wa 5 nikaolewa na yeye. Sasa venye niliolewa na yeye, si my boy also bado ako mdogo. Katika hiyo harakati tukakaa kufikia nyakati nilipata mimba mtoto wake wa kwanza. I never knew anything because now haumjui sana, ni ile tu ulitaka kuolewa. Okay, hata kama nilikuwa na sasa nimeanza kumjua because alikuwa outgoing person, si ule mtu mwenye utakaa tu umejikalisha pale, na alikuwa mtu yani agile, anaongea anaongea na kila mtu maybe. But now sikuwa najua much about his life, ila ako aje, hali yake, because he was just healthy. So kufikia nyakati nilizaa mtoto wa kwanza, nyakati nikazaa mtoto wa pili na yeye sasa I had 3 kids now. So when I was pregnant with the fourth child, ambayo ni kwake sasa ilikuwa ni mtoto wa 3, then when I was 7 months pregnant, when I felt I was sick, I was seriously sick. Nikapelekwa Kenyatta hospital. When I was in Kenyatta for 21 days. From Siaya? No, he was living here in Nairobi. Oh, after now, when you got married, you came to Nairobi? Yeah, I came to Nairobi. Okay. So we were living here, pale satellite. So I was taken to Kenyatta hospital. Nikakaa pale for 21 good days. There's no change, there's no change. I had a lot of pains. Daktari wakajaribu kunipima, wakasema hapana, huyu kuna daktari alisuggest niwekewe dawa, nikuwe induced. Na daktari mkubwa akasema hapana, because of pain nimeshakuwa nayo, nikakuwa induced, naweza tukua na akili. So akasuggest nipewe tu painkillers. So they gave me painkillers. I was released, then I came back home. Coming back home, there was no change. Nilikuwa tuna pains all over. So there's a lady tulikuwa tunaishi naye kwa plot. And the sister came to visit. Sasa huyu sister yake alikuwa nikipita ananiuliza, we mama unaenda church? Alikuwa ananiita mama mami. Unaenda kanisani? So I was like, what's wrong with this lady? Kila saa ananiuliza mbona kama naendanga kanisani. Is there anything wrong with her? So kila siku ilikuwa ni hivyo. And ile pain mjue bado niko nayo. Mzee wangu amenitembeza kwa waganga, akanipeleka kwa umbaji. Mpaka there's a guy akaniambia anaona jeneza kwangu. So I gave up. So hata kama alikuwa ananiongelesha, roho yangu ya ndani ilikuwa imepita mambo ya Mungu. Ya nje nilikuwa kubali tu. So there was a day alikuja akanoka kwangu akaniambia, mama, unaweza penda neno la Mungu? Nikamwambia yes, naweza penda, but nilikubali na roho ya nje. And ndani ilikuwa inasema si kama wale tu wenye walikuwa wanataka pesa kwangu. But now when I went to their house, nikapata wajakazi wa Mungu, wakaweza kuniongelesha. And then kuna there's a guy aliniuliza kwamba, mama, unaamini kwamba wewe ni mtenda dhambi? Unajua kwamba dhambi linafanya uko mgonjwa? Nikamwambia me have never killed anybody. Akaniambia dhambi sio hiyo tu.
Dhambi ni chukizo, dhambi ni maybe umeona mtu roho yako umempita, hiyo umetenda dhambi. Dhambi labda umeona mtu umetamani kama kwamba mimi ningekuwa na uwezo ningekuwa nimemuua, already ushaua. Hiyo ni dhambi. So I came back to myself nikasema kumbe mimi nimetenda dhambi. Wakanisomea Zaburi 103 kuanzia 3 ambayo inasema kwamba ni yeye anatusamea dhambi zetu zote na anatuponya magonjwa yetu. Na kaniambia unaamini kwamba Mungu anaweza kusamea dhambi na anaweza kukuponya? Akasema naamini. Then they read another book from Romans chapter 10 verse 9-10 ambayo inasema kwamba because if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. So when nyakati waliniambia hivyo nikaweza kuconfess. And I never knew how to pray because mimi nimetoka katika familia ya Kikatoliki na tulizoea ku repeat after the father. So me I never knew how to pray. But now wakanielekeza jinsi ya kuomba. And we prayed with them, and after that nika feel relieved. Nika feel that pain imeenda kabisa. So when I feel that pain imeenda kabisa, nikaona okay, kumbe Mungu anaweza ponya mtu. Nikawadanganya kwamba kuna chakula nimeacha kule inaungua niende nikaangalie, but nilikuwa naenda pale ni confirm kama naweza move, mtoto wa move nisikie ile uchungu. Sikusikia. I came back and told them kwamba mnisamee na Mungu anisamee. Nilikuwa ninadanganya. Nilikuwa nataka tu kwenda kufeel kama hiyo kitu nimepona huko. Then wakaniambia umepona. So from that day nika feel nimepona. So kupona kwangu sasa nikaanza kwenda church. And hiyo pregnancy venye nilikuwa kwa shida, nilikuwa nimeambiwa nitaenda kufanya nini? Nitafanya operation. But God did his own operation. Because the very day ilikuwa I did my cleaning and nika feel like nikastukia tu maji imepasuka. So venye maji ilipasuka kapikia mzee wangu. Akaniambia he's coming saa 12 anichukua nipeleke hospitali, but venye alifika kwa mlango akasikia mtoto akilia. Nilideliver peke yangu nikiwa kwa nyumba. So after delivery mtoto wetu akakaa 3 months, then akapass. She was a girl. So when my girl passed, it wasn't easy because now the husband was blaming me. Juu hiyo siku mtoto alikuwa na joto kidogo. Tukakuja hapa Iran hospital. Akaangaliwa and then akaniacha hapo stage. Hapo tu stage nikipanda gari. Na by then alikuwa anafanya ya center. Alikuwa paddle beater. So alikuwa kuna garage walikuwa na hapo ya center. So mimi nikaenda. So nikafika kwa sister yangu, nilifika kwa sister yangu ile nyakati ninachemshwa maziwa. Kuangalia mtoto na feel like move. Nikasikia nimeshtuka kwa roho. So kuambia huyu mtu mwenye alikuwa next mimi naona mtoto wangu amove. Sasa ile kushika mtoto akaniambia mama mtoto amekufa. Hapo sasa nilichanganyikiwa, nilikimbia nikaacha mtoto hapo kwanza nikakimbia paka kwa nyumba. Kuja tukachukua mtoi and alikataa kukubali. It was like mimi nilimuoa mtoto, how mtoto alikuwa mzima, wewe nini imefanyika? Then after that yeye mwenyewe sasa life yake, yani afya yake iko kwa sawa. Yani unaona akumoro, yani ako weak sana. Unaona tu amekonda na ako weak. So after vinyo tumezika mtoto wetu, there's a lady, that lady was a sister to the lady mwenye alifanya nikapokea Kristo. So the lady came, we were fellowshipping in one church. So the lady came to me. Alikuwa anaona tu signs. So mwanza aliniongelesha, you know, when you want to tell someone about things like mambo ya kuugua, huwezi kuja tu utamshtua. So alikuja akaniongelesha, akaniambia mama, I want to take you somewhere, but usistuke. Manake mimi kuna venye naona mzee wako na atuko free na yeye, siwezi enda kufanya nini kumuongelesha. So I'd rather talk to you. Akanieleza. Sasa akanibeba akanipeleka hospitali nyingine iko Kawangware, it's a private hospital. So when aliona mimi pale nikaambiwa nini kalete watoto first. So I went, take my kids, went back to the hospital. So before waanze process nikakanseliwa first, wakaniongelesha, then akaniambia be ready for anything because life has to go on. So akaanza kupima watoto wangu. Yes, nilikuwa nimeshikilia roho because I was saying oh my kids are very innocent. I'd rather me myself nikuwe hivyo but not my kids. So wakapima my firstborn
alikuwa free, kwa negative. Wakapima second born, akawa negative. Wakapima third born, akawa negative. I rejoiced. Then it was my turn. Wow. So when it came to me, nikaambiwa mama, just be ready for anything. But kila ambacho naweza kuambia, when ipatikane uko hivyo, when you take your drugs well, utaishi. And it's no big deal. Ni ile tu ugonjwa kama mgonjwa zingine, but ni ile tu jilinde wewe. So yes, nilishikilia roho. Kuingia pale, nikapimwa, ikapatikana niko positive. I almost broke in tears, but nikajaribu kujishikilia. Kidogo ikafika time singejishikilia tena. I had to cry. Then I cried, and the lady took me home. Akaniambia, kama huna nguvu ya kwanza kuongea, don't say anything. Just listen to yourself and your heart. Give yourself time ili upate venye utaweza kumapproach. So when I went home, nilishindwa kwanza kumuuliza bado. Nikongoja nikafanya mambo zetu, alafu ndio nikamwendea nikamwambia maana mimi nilienda usi and I tested positive. Do you know anything about this? Akanijibu hata mimi niliambianga hivyo. I felt so bad. I was so hurt. Alijua. He knew. Even before he married you. He knew. And all this time umebeba watoto wako unawanyonyesha kawaida. Yeah. And I knew nothing. Wewe ni Mungu. Yeah. So after ameniambia aliambiwanga hivyo, nikamuuliza lini. Akaniambia kitambo niliambiwanga hivyo. So I felt so bad. Nikamwambia mbona hukuniambia? Ulinipata tu nikiwa msichana, hata kama nilikuwa nimeshazaa mtoto. Ungeniambia tu niko hivi na hivi. Akaniambia hiyo nyakati singekwambia anything because now ungekubali kunioa. And me also, I was not so sure. He was under denial. He felt like hizo tu ni mambo, maybe hata vile amepimwa ni uongo. And then back then haikuwa like watu si wengi ungesikia ati huyu ako nayo, so hakuwa anaamini. So alafu najua ni ile nyakati mtu angejua tu huyu uko positive, hata ingetaka kukaribia karibu na wewe. It was like unaenda kuambukiza everybody. So akaniambia hivyo. After kuniambia hivyo, mimi nikamwambia basi imeshapatikana, ishakuwa. So ni sisi tumeze madawa zetu, tulee watoto wetu. I took it just simple as that because now kitu ikishafanyika, imeshafanyika. There's nothing you can do about it. So tukakaa kidogo, mambo ikaanza kuchange because now sister yake alikuwa anamfeed maneno. You know, the lady mwenye alipeleka pale alikuwa from my church, not my relative. So ni kama sister yake alikuwa anamwambia namtangaza nje, ndio maana sasa ule lady aliweza kunipeleka hospitali. But the lady si ati nilimtangaza. The lady yeye aliona signs. Na since alikuwa anafanyanga hospitali, akajua it's like this wanaweza kuwa, wacha nisaidie udada. So after some time akanisend packing. I went home na vinya alinifukuza. Akakwambia uende. Alinifukuza. Hizi maneno zenye zinaongea na sister yake nini? Yes, akanifukuza. So vinya alinifukuza, alifukuza na mtoto wangu mwenye alinioa naye, my son. And the remaining two, a girl and a boy, akabaki na wao. So mimi nami mtoto wangu wetu ni separate naye. Mimi nasemanga death date and separate na watoto wangu. So vinya alinifukuza, sikukuwa na fare, sikukuwa na anything. Nikaenda kwa church. Hii wakati wote wewe unakaa kulea watoto, una kazi? Sikuwa na kazi. Yeye ndiye provider. Yeah. So mimi nikaenda kwa church. Sasa nyakati nilienda kwa hii church, nikakaa. The following day time kama ametoka ameenda kazi, nikaenda nikaiba watoto wangu. Sasa niliiba watoto wangu, basi akanipea fare. Akaniambia mimi siwezi sema mtengane, banao enda kwa tulize roho kwenyu, then with time Mungu akifanya utaweza kurudi kwako. So I went back home to my parents. Nikakaa kule miezi 3. Kwa roho yangu nilikuwa na hasira. Nikasema mimi sasa hakuna hata haja niende kwake, hata hakuna hata haja niolewe. So with time alikuwa ananicall. Siku moja akapigia babangu akasema anataka mke wake. Babangu akasema kuja huku.
kuja tukae chini tuongeleshane. Sasa akaambia Father ati amedhofika, mwili yake ni mbaya, na watu wakikuja kumuona na yeye ni mkwe kule itaonekana vibaya. So akaniongelesha pia. So vile aliniongelesha, mimi nikaongelesha wazazi wangu because nao nilikuwa naona wazazi wangu hawajiwezi. Kule umefika uliambia wazazi chenye iliendelea? I told my mom about the condition. I shared with my mom and my brother. My elder brother. So nikaambia dad, kwenye watoto wako ni wakikaa na baba yao watenda shule. Nikiwa nayo hapa mimi mwenyewe sina kazi. And also nyinyi hamukuona uwezo. Kwanza ni masomo ya watoto maisha ya watoto nitakuwa na haribu. So I had to come back. Nikakuja kwangu, nikakuja nyumbani. Sababu nilirudi alinitumia fare, nikaweza kurudi. Kurudi akanichukua akanileta hospitali nyingine hapa Ikapa Kibira, inaitwa Kibira South. So when we came there tulikuja na watoto. Watu wakapimwa tena, wakapatana wako negative. But mimi nao nikapatikana bado niko positive. So when you are positive, then positive for life, not unless God afanye miracle. So mimi nikaanzishwa dawa. But since my on this time round, I mean, ile time ulipimwa ya kwanza ukuanzisha? Si kuanzishwa because now nilikuwa nimepimwa kwa private hospital. And now kuna hospitali zenye wanapeana dawa za ARVs na kuna penye hawapeani. So it was just a small clinic. So venye nilileta huku nikapimwa wakapata not CD4. Immunity yangu bado ilikuwa juu. So wakaniweka kwa Septrins. That was 2009. 2009 kaiko kwa Septrins. Nikaanza kumeza Septrins na yeye alikuwa already ashaikuwa kwa ARVs. So yake ilikuwa kaka. Yake ilikuwa kaka. So venye niliekwa kwa Septrins tukakalishwa chini, tukaweza kuongeleshwa, tukaambiwa jinsi huyu dada yuko na wewe sasa mtumie protection ili usiweze kufanya nini kuzidi kumwambukiza zaidi ili aweze kuwekwa kwa ARVs. Zangu hapa anasikia. Atasikiza hapo vile daktari anaongea. Ukifika kwa nyumba anasema he is my husband, he has the right over me. Yeye mtu hawezi mwambia akule switi na karatasi. That will not happen. So mimi sikuwa na dawa sasa because now you talk to him, it's like the same thing you talk every now and then, or anaweza na katika hiyo harakati atoe. So ikawa hivyo. So kufikia 2010 nikadhoofika, nikaanza tumbo ikaanza kufura. So mtu angeniona angefikiri niko na ball. Nika hivyo mwili inakonda, but ukiniona unaona tu mwili yangu iko safi. So mtu anafikiria maybe niko na mimba na hiyo mimba inanisumbua. So watu nikatembezwa kwa hospitali walikuwa wanasema ni gas. So one day when after venye nilipata salvation, mimi nilikuwa tu mtu wa kuomba. So because I believed in God, I knew God can heal someone. I knew God akona jibu kwa kila jambo. So I was just praying. Hata kama tulikuwa tunaenda hospitalini unapata ni gas. Kila mara wakinipima anasema tu ni gas, ninapewa madawa, there's no change. I kept on praying. And this day niliomba na nikaambia Mungu, God please, I just want you to show me kila ambacho kinanisumbua. And that night I had a dream. And that dream, God was showing me that in my stomach kuna maji ambayo imejaa katika tumbo yangu. Na sauti kaniambia kwamba niko na TB. So these two things, when I woke up in the morning, I told my husband. Na yeye juu kuna nyakati alikuwa amenituma kwa dada fulani, aliambiwa kwamba huyo dada ako na dawa zile anaweza nipatia nikikunywa itoe hiyo nini. Ndio dada alinipea dawa na akaniambia, imagine umepewa dawa. Imagine kunywa quarter glass ndio ni sustain. Na mtu ananiambia nikunywe hiyo dawa asubuhi, nikae karibu na choo. Nisikunywe hata maji mpaka saa 12 jioni. Ati nitaendesha. Ya kienyeji. So mimi nikasema hapana, I'm not taking that drug. So when nilimwambia hivyo akaniambia, now you've pushed me to the wall. Nikimpush tena nikimpush tena atakufa. So he never wanted to hear anything again. So when I told him about the dream, akaniambia he's not buying that na mimi anipeleki anywhere. So mimi nikamwambia nenda hosi. Akatoa gari yake. So ile namfuata ili anibebe, at least ni drop hata hapo. Alirudi kwa nyumba akakaa. Mimi ilibidi nichikokote. Nikaenda nikapanda gari.
kakuja mpaka Wanga. Kukuja kwa Wanga nilikuja na zile karatasi zote nilitibiwa nazo. So venye nilikuja pale, daktari akaniuliza, mama, si umekuwa tu hospitalini 3 days back? Why are you here again? Nikamwambia niliota kwamba I've been taking wrong, I've been given a wrong prescription kila mara, na ndio maana hiyo tumbo inazidi tu. Hii tumbo yangu imejaa maji. Akacheka. Akaniuliza, kwani when are you a prophetess? Nikamwambia no. Did you study medicine? Nikamwambia no. And then kama uja study medicine, you are not a prophetess. Why are you here? Then the lady mwenye alikuwa naye alikuwa doctor also, akamwambia there's no harm in checking this woman. Wacha tu muangalie kama atakuwa ni maji ni sawa, kama si maji mimi sioni kama kuna shida hapo. Then akaniambia nipande kitanda, akanipima, akapatikana ni maji. Juu aliguza hivi kugonga hivi, ilikuwa nalia kama mtungi imejaa maji. Then akaniambia sasa kitu iko, nataka kama utavumilia pain. Akamwambia nitavumilia because hii pain imenichosha. Akachukua catheter ile ya kuweka masusu ile, akaconnect ka shindano hapo mbele. Then akanitungulia hapa chini ya tumbo. Akavuta nini ngapi hizo bags 2. After venye alivuta hizo bags 2, at least nika feel like relieved. Yeah. So venye nili feel relieved, akanituma Nairobi Imaging Center hapa community. Akaniambia niende pale, niende nikapimwe. But now remember, the husband alikuwa sema nimeshampush the corner. Yenye hataki anything. So I told them kwamba mimi sina mwenye atanilipia. Akaniambia don't worry. Hiyo nyakati ilipata kama kulikuwa na watu wengine wanajiita the Medicines Sans Frontiers, walikuwa na work na Amref. Wao ndio walikuwa na support ni Kibera South. So akasema hao watu watakulipia bill. So they called the huko Nairobi Imaging Center wakabook. So mimi kufika pale nilipata kama everything has been cleared. Kwenda pale kupimwa ikapatikana ni maji, na hiyo maji ilikuwa na TB. So venye niliambiwa hivyo, nikaambiwa venye umechoka wewe enda kwa nyumba, utarudi the following day hospitalini. Mimi sikutaka kurudi kwa nyumba because I just wanted nianze tu kama ni dawa nianze immediately. So I came back to Kibera South. Nikaanza kupewa madawa zangu, nikaenda nyumbani. Nikameza madawa zangu venye nilipewa, nikameza madawa because TB you take your drugs for 6 months bila kuchelewa hata siku moja. So since nilikuwa nishadhoofika na nimewekwa kwa dawa za TB, they had to also introduce ARVs. So hiyo nyakati wakaniweka mpaka kwa ARVs. And since dawa za TB inapunguza some molecules kwa ARVs, ilibidi sasa ARVs inapewa double. Napewa hiyo inapaswa, alafu na kaingine kanusu ni kadogo kana add to that. So nilipokuwa nikishameza mimi ni mlevi kabisa. Because inanilewesha, alafu najua kitu ijazoea kwa damu yako. So I just nilivumilia. The first days I was feeling like maybe nitalala nistukie si huko tena. But with time ikakuja kuzoea mwili, and then nikamaliza. Yeah, so venye nilimaliza mwili ikarudi sawa, tukaanza kuishi tu vizuri. Yeye pia alikuwa na meza dawa zake vizuri. Maisha ikawa tu nzuri. Sasa kufikia 2012 late 2012 a friend akamuelezea mambo ya Loliondo. So, hii Loliondo ya Tanzania. Yenye hiyo time ilikuwa inavuma sasa. Yeah. So venye huyo friend alimuelezea story ya Loliondo, akajaza gari mafuta. Akakuja kuniambia unajua nini, tunaenda Tanzania. Nikamwambia kufanya nini? Tunaenda Tanzania. There's these guys tumemwona kwa TV anaitwa Loliondo, huyu mwenye anapeana madawa. Akaniambia there's a friend of mine alienda huko na amepona. So I'm going and we are going together. Nikamwambia I'm not going anywhere. Akaniuliza kwa nini unasema hauendi? Nikamwambia kwa nini siendi? Because mimi niliambiwa na daktari kwamba when you are positive then you are positive for life, not unless God afanye miracle. So me I don't want to play with my life because my kids are very young. Wewe kama unaenda enda tu, ukipona ni sawa. Akaniambia basi wacha mimi niende, nikipona nitakupeleka. Nikamwambia it's okay. So he went. So akaenda pale, akapewa kikombe cha hiyo dawa ya Loliondo. Akakunywa. After kukunywa hiyo dawa, mzee wangu alirudi. Kurudi, sasa alikuwa anaenda clinic. Anachukua dawa anakuja anaweka kwa kabati.
hamezi. Ameamini amepona. Ameamini amepona. So after 3 months akaanza kukua na rashes kwa mwili. So I was like, hizi vitu zinarudi. So nikamuuliza siku moja, nikamuuliza, bwana, uone kama hizi vitu ni kama zinarudi? Ananiambia hapana, mimi nimepona. So there was a day nikaona kwa highlights na nikawa makini kukuja kuona, nikaona makaburi zinaonyeshwa. Wakasema ni hao watu wenye walienda kwa Loliondo wakakunywa dawa ya Loliondo wabibi wakafanya nini wakakufa. I had to call him. Nikamwambia, wewe make sure umekuja to watch news together because unaona watu walienda kwa Loliondo ndio hizi makaburi zao zinaonyeshwa. So akakuja tukawatch na yeye pamoja. Mwenye tuliwatch na yeye pamoja, yeye unajua hata kama baada hakuamini sana. Sasa mwenye aliona zile vitu zimezidi na kuna kitu kalikuja ni kama kana mfura hapa. Sasa ndiye akarudi kwa dawa. So mwenye alirudi kwa dawa akawa amedefault. So kudefault akawekwa second line. So second line zilikuwa dawa nyingi. Sasa hizi dawa ni kama zilikuwa zinamsumbua tumbo. Alafu najua sasa alikuwa anatoka very early in the morning anaenda kazini. Pale kwa garage na skeli walikuwa na siji na choo moja. Sasa zingine ati tumbo ilikuwa na so sikukuwa najua all these things nao nakuja kujua nyakati napata dawa kwa mfuko wake. Namuuliza kwa nini umezi dawa yako? Anasema hiyo dawa inamsumbua tumbo. Mara sio dawa inamsumbua tumbo. Sasa hivyo tu ikaenda ikafika sasa nyakati ikifika hiyo 2013 now 2013 nikapata ball. I was not planning for any mtoto but abruptly nika feel like siyuko sawa. Kwenda kupima hospitali nikapatikana niko na mimba. Wakati nilipatikana niko na mimba ilikuwa around late 2013. Nikaambiwa nimuite. So mimi I had to call him. Nyakati tu niko hospitali nikamwambia unatakikana. And hiyo mambo ya mtu mwingine ama daktari angetii. Alichukua tu gari akakuja tukamngoja pale tukaenda kuona mshauri. Mshauri akatuongelesha akatuambia since this woman is pregnant and you yourself you've defaulted now you are umewekwa second line. Kitu ufanye ni kwamba mtumie protection ili muweze kuprotect mtoto mwenye ako tumboni mwake. Akakubali mpaka hiyo siku mimi nikitoka pale nilikuwa na furaha by the way nikisema nao nimeona mzee wangu amechange. But kufika kwa nyumba he was a different person. Akasema mtoto ni wake. Daktari hana right ya kumwambia vile anafanya. Na aka insist. Mpaka mwanzo ya kwanza alikubali ati itafanyika lakini sasa kufika sanya anataka kakataka utakaza akasema haiwezekani. So mimi sikukuwa na ya kufanya. But nilikuwa na feel vibaya mpaka na saa zingine nabaki nalia. Nikamwambia jamani mtoto wako very innocent. Hajui chochote. Why infect the kid? Wacha sisi wenyewe tubaki venye tulikuwa shabaki hivyo. Lakini let huyu mtoto asizaliwe hivyo. Hakukuwa na jali. So mimi nilikuwa naenda kwa magoti. Because I knew huyo Mungu mwenye aliniponya ile siku. I knew God can protect the baby that was in my womb by then. Nikaenda kwa magoti nikamwambia Mungu wewe umprotect huyu mtoto. Manake mimi kama mzazi sina uwezo tena. Lakini uwezo wote ni wako. And kufikia 2014 mwezi wa 6 tarehe 10 I felt like some contractions and nikaona damu. Sasa venye nilianza kuona hivyo nikamwambia na yeye akikuja alikuwa anaumwa na kichwa ile kabisa inamuuma mpaka ni kama anachanganyikiwa. So nyakati nikimwambia ati nasikia kuumwa akaniambia mimi sahi I don't think kama anaweza drive because naona si uko sawa. Kitu ilifanya nikajua sasa huyu mtu hayuko sawa. Alikuwa amekuja na kifunguo gari peke yake. Gari yake hakukuja nayo. So nikajua huyu mtu kama kichwa inaanza kubadilika, ni kama akili yake si timamu sasa. Ameanza kusahau vitu. So nikamwambia the son, huyo from the other lady, huyo mtoto wa my co-wife now. Nikamwambia mimi nataka kwenda usiku. All this time umekukilea watoto wale? Nilikuwa nao. So nikamwambia kitu ufanye utaangalia dadi. Mimi nataka kwenda usiku. Na umwangalie. In the morning I'll call. Niwaambie venye niko, alafu pia unielezee venye dadi yuko. Mimi nikatoka nikajipeleka hospitalini.
Kujipeleka hospitalini, the following morning kipiga simu nikaambiwa alitoka kwenda show akaanguka chini. Ampeleka hospitali. The second call I received was from the hospital now. Wanasema mume wangu yuko mahali pale, hajielewi, haezi jieleza, so I had to go there. So nikaweza pale kwa wanga nikaweza kudungwa shindano kwa mishipa. Because already mtoto alikuwa ashafungua njia 2 centimeters. Na wakaniambia hii sasa ni 50-50. But now we are allowing you because huko pia kuna maternity. In case of anything you can deliver there. So nikadungwa, nikaambiwa nifanye nini? Niweze kuenda ili shughulikiwe. Since alikuwa anatumia ARVs na sasa hajielewi, akimiss dawa nayo is another thing. So I went back home, nikapick the necessary, nikaenda hospitali. So when I went to the hospital there, nikampata mama wangu. Ingaje sasa hakuwa anaelewa watu, but mimi nilimshika hivi mkono, alijua ni nini. Kujua ni mimi akaniambia anataka samaki. Nikaenda nikatafuta hiyo samaki, tukakuja nayo. And when nilikuja na samaki, hivi when alijaribu tu kuonja, ndipo ndio alianza kuconverse. When alianza kuconverse ilikuwa ni saa 6 mchana. Akaanza kuconverse, nikakimbia nikaita daktari. Daktari kumwangalia sasa alikuwa anaenda kabisa. Akawekewa oxygen. Sasa after kuwekewa oxygen, ile akiwekewa sasa unaambiwa umshike. Watu wao walikuwa but hakuna mwenye alikuwa anataka kuwa karibu. Walikuwa tu hapo nje. Wameogopa. So mimi juni wangu mimi nilikuwa nimebaki pale namshika mkono na naambiwa after like 3 minutes namuita hivyo alirudi saa 12. Remember I'm here naumwa na bado niko na yeye. I care for him also. So after amerudi that was now 11th. That was 11th now. So nikakaa na yeye kufikia 17th night sikulala. Sasa ilikuwa kabisa. So venye ilikuwa hivyo on 18th very early in the morning I had to come back to Kibera South. Kulikuwa na maternity hapo pia. Nikakuja hapo kufikia saa 10 hapo nikadeliver. When after delivering my baby nikalala hiyo siku, kesho yake nikarudi nyumbani. Then kufika 23rd nikaambia mzee wangu ameaga. So after mzee wangu ameaga ndio sasa kukawa na nightmare sasa. Because now remember mtoto niko nayo ndio ako na 4 days. My firstborn ako class 6. And the rest also wako hapa. Kuna wale mama wengine. Yes. Wewe ndiye mama, wewe ndiye baba. Yes. So wale mama wengine kuna wale ambao kuna kama tusichana tulikuwa tushaolewa. Walikuwa wakubwa. Walienda tu kuolewa wakiwa si wakubwa sana. Hii age ya 20, 19 wakaenda kuolewa. So nilikuwa nimebaki na wawili, a boy and a girl. Nilikuwa na mwenye alikuwa form 2 na huyo mwingine ndiye alikuwa amemaliza form 4. Alafu sasa wangu firstborn, huyu kijana mwenye niliolewa naye ndiye alikuwa class 6. Na wadogo pia. So I was taken back home. Unajua kama una kazi unarudishwa kama mzigo. So nilirudishwa home kama mzigo. Fika pale nyumbani sikuwa na nyumba. Nilikuwa na thatched house. Unajua nyumba ya nyasi kishaharibika. Kukinyesha ni kama nje. So hata mzee wangu amezikwa. Nikabaki na watoto wangu au wengine mkeo mwingine wakaenda. So I remained with my kids. So nikabaki nao hapa. Mvua ikinyesha kitambo inifikie ndio nijue mvua inanyesha, watoto wangu wameloa na wanalala. So nilikuanga on and off hospitali. So baridi. Nilikuwa tu mwezi wa 6, mwezi wa 7 hivyo ikinyesha. So nilikaa nyumbani for 3 months. Ikawa too much. Nikasema I can't take it anymore. Mimi sasa narudi Nairobi. Because now nilikuwa naangalia pia maisha ya watoto wangu wataweza kusoma aje. So nikasema narudi Nairobi. So nikapeleka wale wengine wakubwa kwa mama yangu. And then mimi nikarudi na mdogo. Na bag yangu tu singebeba vitu. Nilikuwa tu na duvet na blanketi na bag na mtoto wangu. Nikarudi Nairobi. So kulingana na sisi Wajaluo, mume wako anapokufa huwezi enda kwa nyumba ya mtu. So I had to send my sister money ili aniangalilie nyumba. So akanitafutia nyumba somewhere Ng'ando. Sijui kama waisikia Ng'ando. Akanitafutia nyumba hapo. So mimi nilitafutia nyumba hapo, nikakuja nikakaa pale. After 2 weeks mama yangu akanipigia akaniambia mama, watoto wako wanataka mama yao. What do I do? Nikamwambia wacha waweke kwa gari wakuje. So my sister brought them. Wakaletwa kwangu. Nikawa sasa a friend
dada mwingine kutoka kwa ile familia, the same family, mwenye alifanya nikapata Kristo, na mwingine akafanya nikajua hali yangu, mwingine sasa mdogo wao akawa amenipatia mattress. Sasa hii mattress nilikuwa na watoto wangu wanalalia, na mimi na my firstborn tunatengeka duvet chini, tunalala, tunajifunika ili wale wasipate baridi. And my firstborn alikuwa anapenda kusacrifice for the others. Alisema yeye ndio mkubwa. Sasa alikuwa anajionanga yeye ni mkubwa. Imagine mtu wa class 6. So nikawa nimeanza tu, na ukipata mtu unamfulia, saa zingine unapata kama hakuna, nikipata nywele naweza shuka because mimi najua kushuka. Nikipata nywele naweza shuka. Nikipata mtu unafulia hivyo hivyo. Maisha yakawa ngumu. Ndio unapata hii kidogo ninataka ufue, nataka ukule, nataka ulipe school fee, mvae, ulipe nyumba ya yenyewe. Unapata inakaa ni ngumu sana. Times mna starve hata. So nikasema there's a guy hapa alikuwa na hapa Yaya Center. Around Yaya Center hapo. He was not a Kenyan though. He was a bachelor. So this guy akawa anataka mtu wa kumsaidia kazi ya yenyewe. So nikaenda pale kuweza kumsaidia kazi. So when nilienda kwa hiyo nyumba, the first days, because now when I come to your house, you have to know me. Nilimuuliza kama niko na watoto, nikamwambia niko na watoto. Hali ya kama niko na mume, nikamwambia mzee wangu aliaga, mimi mjane, and everything. And for some days I pretend to be a good person. Then one day he came back and akaniambia ni prepare food. I prepared his meal and nikamserve. After serving him, because now the kitchen ilikuwa karibu na servant quarters. So after serving, unaishi huko? Nilikuwa tu nafanya kwenda na kurudi because mtoto wangu bado alikuwa mdogo. So ilikuwa karibu na the servant quarters. So me after serving him nikaenda nioge, nikishaoga ni change. Ndio unajua ukiingia kama ni kazi ya nyumba unavaa nguo zile za kazi. Ukishamaliza unavaa zako unaenda nyumbani. So ile nimeshamaliza kumserve, nimeenda kuchange. Alikula tu na akaleta vyombo nikaosha nikamaliza hapo na nikapanguza hapo na nikaenda kwa room yake. Pia ameenda kwa room yake. Mimi nikaenda pale kwa servant quarters nikaoga. Hapo kuoga ile nataka kuchange. Hiyo ni jioni sasa. Ni jioni sasa. Nikamsikia akiniita Goreti come here. Nikamwambia saa I want to change. Akamwambia don't change. I want to go change my sheet. So mimi nikamwambia si niko already nimesha change, but something in me ikaniambia he's the boss. Akisema nataka kuchangiwa, labda anaona hajapendezwa. So I went to his room. Hiyo nyakati niliingia kwa room yake, akaanza like, you know, unanipendeza nini? Nikamwambia no, you are my boss and I can't tolerate such. So when nilimwambia hivyo, akaniambia here I am the boss and I'm the last say. You are telling you know hakuna kitu ambayo utaniambia ambayo itaniconvince otherwise. Me I want you. Na at that point ulimwambia hali yako ya health? You cannot tell them because now ukisema hakuna mwenye atakuajiri, hakuna mwenye atakuajiri. So usingesema. So hiyo ilikuwa ni my secret. I couldn't tell him anything because labda ujui ata react aje towards that. Yeah. And nikamwambia mimi I can't do that. Nikamwambia basi let me prepare myself then I'll, because now nilikuwa najaribu kutafuta excuses ya kutoka kwa hiyo trap yake. But it was to no avail. Because the more nilikuwa najaribu kujaribu kumconvince ana get nini furious. Then akanichukua akanirusha kwa bed. He's Kenyan? No, he was not a Kenyan. Okay. So venye alinirusha kwa bed, nikajitoa, nikasimama, nikamwambia please, I beg you, don't do this. Akalock mlango, akalock mlango na nje. So venye alilock mlango, akaenda akakunywa. Hapo kwa nyumba alikuwa na bar yake, a small bar. Akatoka pomba akakunywa, karudi akiwa high. So venye alirudi akiwa high, nikamwambia I'm not doing this. Not unless basi va protection. Because me in my life sikuwa nataka kuinfect mtu.
Juu nilikuwa naona uchungu ile nilifeel. Ile nyakati mimi huyo jamaa alinifanyia hivyo. I felt so bad. Hata kama nilikuja kumforgive because he was my husband and I loved him. So venye niliinsist avae, akawa yeye alikuja kama ako ready. So venye aliona nimeinsist, akaniforce sasa nianze kumsaka. So aliinsist, nilibidi sasa nifanye venye nataka because I never knew ni nini atanifanyia next. Na tukiwa hata nyakati zile tukufunzwa, tulikuwa tunaambiwa if someone wants to rape you, na you resist, they can end up even killing you. So mimi nilikuwa naona watoto wangu, nikasema what do I do? I had to sack that man. So I sacked him, but I told him not. Nilimwambia kindly, hizo spams usitoe kwa mdomo wangu, I beg you. So after finishing whatever thing he wanted to do, mwaga kwa face yangu. I felt so dirty. Nilikimbia kwa bafu, nikatapika, nikaenda bafu naoga, but nilikuwa na feel niko very dirty. I felt so dirty. He came, took me to his car, akanipeleka mpaka kona, akanipea 1,000, akaniambia nenda kanunulie watoto food. Alikuwa ananilipanga 500 per day, but now that day alipea 1,000 pound. I felt so bad. Pesa hata nilinunua chakula, but now hata watoto wakikula unaona tu ni pesa ya laana, so nakula. Nililia. I cried so badly, but I had no otherwise just to come back and work again. I came back to his place the following day. Ikawa sasa ni mazoea, each and every day anaweza kata siku yake ya job akuje. Akisha kuja aniweke ni msaka. After doing the same, amwage kwa sura yangu, niende kwa bafu nioge. At times I feel like he's not going anywhere that day. Ataita mtu kuja ufanye usafi, mimi tu nikae hapo kama mabusu wake wako msaka. Na mwenye amekuja sasa ataambiwa boundary yako ni hapo servant quarters. When you want something, call my phone, don't go to any room. Nilienda hivyo. Napata kama ni hiyo siku alimfanya hivyo, ataenda Galitos ama aode chakula aletewe. Then ameweka chakula, you eat in that room. After eating, you sack him again. Nilifika nyakati sasa nilitosheka, nikasema no, I'm not doing this again. It's too much, I'm not doing it. So I had to just sit down and think. Nikasema si niko na mkono, naweza fanya kazi kama wanawake wengine wanaenda mjengo. Hata kama ni mjengo nitafanya. I left that job. Nikapata kazi kwa mjengo mwingine. Kuna nyumba ilikuwa inajengwa by then, inaitwa Distinction hapa tu ya Hurlingham. So ilikuwa ni ya Wahindi. Nikawa nalipwa 300 per day. Nikawa napika chai, au pikia Wahindi chai, natengeneza ofisi. Naenda kwa nyumba ya huyo Muhindi, napika food, nafua, napasa, nafanya everything. Kwa nalipwa hiyo 300. So in a week, on Saturday nilikuwa napewa 2100. Nikasema afadhali hii. That money I could pay my rent. Unajua mtoto anaenda daycare. Haitoshi. Nikapata at the end of it, sasa ninunua kiatu yenye navaa mimi mwenyewe. Nikumbuka nilikonga na sanda. Zile zimetoboka hivi. Nilikuwa nimechukua kawaya, nimeshikilia nyuma ya hiyo sanda. Sasa unajua, you know as ladies, others can sympathize with you, but others can mock you so badly. So nilikonga nikitembea, nikiona ladies wawili wako mbele yangu, nitasimama. Niwache waende kabisa because sijui
maybe watanifikiria aje. Ukishaenda ndio nifanye nini? Niweze kuenda. There's one day nikiwa niwatembea, there's a lady alikuwa anatokea nyuma yangu. Sasa akaniona. Akasema wengine wako na shida jamani. Mungu siwasaidie tu. Then the lady gave me 500 shillings. Akaniambia ndio kanunue rabas. Hata hiyo rabas nilinunua, yes, but now hiyo distance ya kutembea to and fro within 2 weeks chini imeisha. Inabaki huku juu ni mpya, lakini chini imefanya nini? Imeisha. Nikawa ninafanya hii kazi dadangu. Kafika nyakati sasa ninaona bado haitoshi. Na nikiremember pale nimetoka ule kusaku huyo jamaa, sitaki tena kazi ya kwenda kutafuta kazi ya nyumba. Kasema what do I do? Sasa nilikuwa nikitoka kwa ule muhindi wangu naingia kwa nyumba ya takataka. Kuna building hapo ya center inaitwa Rivera Towers. Hapo ndio kwenye nilikuwa nafanya. Natoka hapo Rivera, hapo tu kuna nini ya takataka, naingia pale ndani najifungia. Shajifungia, naanza kuchokora takataka ndani. Natoa chakula zenye zimetupwa pale. Natafuta nini? Hizo nyakati bado kulikuwa na hii jwala. Nachukua na zipack. Unapata unaweza pata smokies zenye zijapikwa, unapata sausages, unapata hizi muffins, vitu tu. Hata kama ni nyama, ninaangalia nikaona zikijaribika sana, haijaribika vile, nachukua tunaika pale. So nikishamaliza kufanya shopping yangu, ile watoto wanajua ni shopping, nao nachukua hii kibuyu ni wanunua nayo maji. Nachukua pale pia, naenda naosha. Kisha najaza maji na beba. So nikifika home, watoto wamefurahia, but me myself I can't eat that food because najua pale imetoka. Wanakula na mimi nalia, nasema Mungu wangu aki jamani wa protect, kitu isiwafanyikie. But nothing happened to my kids. Mungu aliwa protect. Kaendelea hivyo, mimi nikaget tired, nikasema hata saa hizi nikipata mtu jamani, mwenye hata tunaweza saidiana naye, niza kwa fadhali. So I met a guy. This guy kwa nyakati tukutana naye kwa mkutano hizi za mafunzo, support group. So we knew each other. So when I met him again, and the guy alikuwa na pretend kwamba hana mke, hana ndoa nyingine. So tukawa tuna push, but now kumbe yeye alikuwa muongo pia. Kumbe nyumba hata ananipelekanga si yake. Kwa tuna push for some time, nikapata ball. So when I got pregnant, now I told him and he was ready to take responsibility. But mimi, shida yangu ni ile water. Because now, when I know you, I can see everything. Sasa ile nyakati nilala, nikaota, nikaonyeshwa kwake, nikaonyeshwa mke wake, watoto wake, nyumba yao, kwao mpaka mama yake. So kesho yake sikumpigia simu, niliongoja nikampata, nikamwelezea ndoto yangu na akaanza kucheka. Akaniambia ni kweli, sikutaka kuambia because nilisikia ile nyakati ukisema wewe utaki mume wa mtu. That's why I never wanted to tell you, but me I'm ready to stay with you. Nikamwambia no, it happen. Because this relationship iko built kwa uongo, haiwezi enda mahali. Hakuna kitu utaniambia siku moja nitaamini. So nilikata story yake hivyo. So muhindi pale haizi akakubalia nifanye na ball. Bila nilijua niko na mimba ani release. Akaniambia haizi endelea na mimi. So nikastop. Nikabaki sasa mimi ni kuchotea watu maji, kufua, nikaninio mimba yangu. Hiyo ili 2016 late ndio nilirealize niko na ball. Na hiyo 2016 unajua my first born anafanya class 8. Anafaa ende high school 2017. Sina anything, sina mbele, sina nyuma. So after mtoto wangu alifanya class 8, nikatafuta tu pesa, nikapeleka shule nyingine hapo najiita UTCAS. UTCAS akasema miezi 2 karudishwa. Sina pesa yoyote ya kupeleka tena mbele. So there's a jirani mwenye alikuwa anamuongelesha, akamwambia unajua huyu msichana wangu alienda Good Samaritan, na there's a children's home pale Mathare inaitwa Good Samaritan. Alienda pale Good Samaritan akaweza kusaidika, akaanza kupata kunyanyenda shule. Hata unaweza enda pale. So akaniambia mama, kuna ujirani ananielezea niende Good Samaritan niweza nikasaidika. So mimi sikuwa nimekubali kwa roho yangu. But niliona ako na haja na ile education.
anataka na mimi mwenyewe nikimnyima pia na sina venye nitampeleka. Sasa nikakubali shingo upande though. Aende tu. So alienda, mimi nilibaki nililia, nikasema I'm helpless, I cannot help my kids. Yani nilijiona kama niko useless. Sasa mtoto venye alienda pale ikawa ni mateso. Unajua children's home watoto wamejaa hivi. Watoto ni wengi. So at times kama hauwezi kwa chap hautapata food, kama hauko chap hautapata pale pa kulala. Ikawa ni mtoto nyakati alikuja kwangu alikuwa rashes all over. Namuuliza ni nini? Ananiambia mom, bed bugs. Pale tunalala bed bugs. Aliniambia pale pa watoto wadogo ndio kuzuri, lakini wao vijana wakubwa wengine ni wachafu hata wataki kuoga. So huwezi forcewa na kuoga, na niwe ni mtu mzima. Na ule mama mwenye alikuwa na run home pia amezeeka. So wenye wana nini uko na bed bugs, sasa alikuwa na all over vidonda. Nikamwambia najua tuko na shida, lakini kuja tu kaya hapa, Mungu atafungua njia. Alikuja akakaa home. Mtoto wangu alifanya 2017 alikuwa home yote. 2018 akawa home yote. Sasa katika hiyo harakati, hata kama tulikuwa na shida hivyo, kulikuwa na jirani yetu. Huyu jirani alikuwa mlevi. But angekuja hata usiku wa manane anaweza kuniita mama Bish. Wewe nataka nasikia vibaya. Kama uko na chakula hapo unipatie, na sasa hizo sina. Maybe nilikuwa nayo ilikuwa kidogo nikapikia watoto. So maybe nimebaki na kaunga kadogo. Ningechukua na sikuwa na gas, nilikuwa na ka stove. Kama kuko na mafuta kidogo, namkorogea uji naweka kwa jaka, nampatia. Not knowing kwamba Mungu anaenda kunifungulia njia kupitia kwa huyu mlevi. So venye nilikuwa namkorogea nampatia hivyo. Siku moja tu akamita friend mwenye alikuwa na university. Akajaribu kuelezea huyu friend shida yenyewe niko napitia, mtoto niko naye amekaa for 2 years aende shule and all that. Hiyo friend akamwambia ambia mama akuje kama tunaweza kama tunaweza msaidia. So he called me. Ananiambia uko wapi? Nikamwambia niko kwa nyumba. Unaweza kuja na kijana na pepa zake. Akaenda. Kwenda kijana wangu perform vizuri because ile mtoto wangu ndiye alikuanga akitoka shule. Unajua mtoto wako shule but mind yake iko home. Yeye atoke kule akuja chukue mwenzake daycare. Amlete aoshe vyombo. Amalize kuosha vyombo, anafaa afanye homework yake, na ujue bado ni yeye anaendea maji. Yaani sasa vitu mingi zilikuwa kwa akili yake. Sasa tukawa mtu mjinga, lakini sasa nilikuwa nimeoverwork. So na mimi unajua nakuja late. Sasa asipofanya tena watalalaja. So inabidi tu afanye, at least anisaidie mimi tukifika pale nipate kitu ya kuwapikia. So mtoto alikuwa amepata 285. So kwenda pale huyu jamaa akaniambia hapo unachukua watu ni wako below 300. Banao kulingana na kesi yako tutamchukua. So akatuma Kiba School pale hivyo akafanywa interview hiyo siku na tukaambiwa anapewa chances, 3 chances in a year. First term, second term, third term. Kama atapeana C+ atafanya nini? Atachukuliwa na apelekwe boarding school. Na kama hata meet that watamdrop. So nilimuuliza kijana wangu, baba unaona kama utamit? Akaniambia mom, I'll surprise you. I'll give them a standing A. So mimi pia nikaomba tu nikasema Mungu, mtoto wangu amekaa 2 years. Umsaidie hii chance isiende. Kwa hakika first term mtoto alipeana A. Second term A, third term A. Watu wakampeleka Katelembo Boys High School. Ukambani. So akawa anasoma pale. Akasoma hapo. Venye amemaliza. Venye alinini akapasi kwenda university pale Karatina. Baada amepata hiyo support. Hao watu wanamlipia but kuna part nyingine bado mzazi anafanya nini? Bado mzazi pia. Lakini sasa unajua hata kama nilikuwa na huyu first born, si kuna wale wengine wanamfuata. So kuna huyu si wawili. I had 5 kids. Umekuja uka give birth, niliacha ulipata ball. So umekuja uka struggle in that time yenye una struggle bado uko na ball. Ndio hiyo time yenye mtoto anachukuliwa sasa aende shule. Sasa nika give birth 2017. Giving birth 2017, unajua baba yake alishaenda. Mimi niko na watoto hapa. Huyo alitoroka. Sasa kama mtu ako na mke wake and the first day amekudanganya hana. Wewe ukasema utaki. Sasa mimi sikutaka because now hii kama kuharibu pia ndoa nyingine. So mimi sikutaka.
ni venye nilimwambia sitaki and that ikaisha hivyo. That's what it was it. So mimi nikabaki niko na mtoto wangu mdogo huyu, niko na kina nani au wengine, watoto wao wengine. So mimi kitu nilikuwa nafanya, nilikuwa naomba Mungu each and every single day, Mungu nisiumwe na mgongo. Nilikuwa nachukua mtoto wangu namfunga na kaleso, naambia jirani ananifungia kaleso hapa, nambeba hapa. Natoka. Natafuta kibarua. Kama ni ya kufua namlalisha hapo chini, nafua. Kimaliza nambeba. Nenda nyumbani. Tukipata mtu mzuri pia, anasema jamani mama na mtoto mdogo hivi, anakununulia kaunga. Unaongeza kwa ile yako yenye ulikuwa nayo. Hivyo tunasukuma maisha. So kufikia nyakati ya corona, ukawa na mtoto wa sister yangu, tulikuwa na yeye nyakati bwanangu alikuwa hai. So nyakati bwana alikufa, alienda kwa aunti yake. So nyakati akawa ametoroka amerudi hapa. Kwa alikuwa na ball. So akawa na ball akazaa mtoi. Sasa kuzaa mtoto, mimi sasa si niko nao hapa, niko na ule second born wangu. Yeye pia alienda shule first term. Form 1. Form 2 ikashindikana juu hakukuwa na pesa. So akaenda college ya beauty. So when alienda beauty college ali graduate, lakini sasa bado hajapata kazi bado. So huyu tukawa naye hapa, mtoto wa sister yangu akawa hapa. Kuna mtoto wa sister yangu kijana pia alimaliza form 4. Mama yao alikufanga. So kuna mtu mwingine ni mimi tu. So akawa pia ako hapa hivi. Third born wangu ni kijana, akawa pia ako hapa anakaa June high school. Huyu mwenye babake aliacha, alikuwa na siku 4, ako hapa pia anafaa ako primary. Na huyu pia mwenye nimezaa mdogo pia ako hapa. So nikawa tu ni hizo vibarua kufua, kupata kushukana hivyo. Huyu mwenye alikuwa mtoto wa sister yangu, huyu mwenye alipata bola akiwa form 2. Ile nyakati nafikiria tu kwamba tunaweza tafuta pia arudi shule, akapata bola nyingine. Akawa sasa tena amezaa. Ako na watoto wangapi? 2 sasa. Na wewe ndio unawalea? Mimi ndio nawalea. So ile harakati ya unatafuta kazi, ukienda kwa mtu, okay, nilikuwa nafikiria hata kwenda maybe nipate hiyo kazi ya kuishi. But there was a friend of mine. Kuna bosses wako na hii, unaweza enda kwake kufanya kazi. But hata anaweza check your things na apate hizo madawa. Italeta issue. Wengine wanafikiria yangu nataka kuambukiza familia yake. Wengine wanafikiria mambo tu machafu. So mimi nikasema what do I do? Either I do business or maybe niendelee na hii kibarua yangu, siku moja Mungu akinipatia pesa naweza kufungua hata salon kangu. Hiyo ndio imekonga dream yangu since. So katika hiyo harakati ya kungangana na stress last year. It was last year October. Nikaanza kusikia, yani nasikia kudhoofika, nasikia kizunguzungu nini. So nikaenda hospitali. Kwenda hospitali bado nilikuwa mwanzo niliambiwa ni malaria, nilikuwa nimetravel up country. Nikapewa dawa za malaria, nikarudi. So kufikia early November, nikawa sasa nakohoa, na nikikohoa nikiwa nimekaa hivi at least, lakini nikijaribu kulala siwezi lala kwa hii side. Nilikuwa nakohoa vibaya. So ile nakohoa vibaya siwezi enda mahali. Unajua sasa barua zangu ni kwenda kufua ama nikipata nywele kushuka. Huwezi kohoa kwa ukishuka nywele ya mtu. Hata hizi stand that. Watu wanaogopa mambo na flu sana. So nikawa tu hapa kwangu. Pastor wangu ndiye alikuwa sasa ananisupport. Ile kidogo amepata. Hivyo. Sasa kufikia late November ikawa imekuwa serious sasa. Kurudi hospitali, kwanza walikachukua sputum, nikapimwa ikatoka negative. Wakaniambia niende for chest x-ray, sikuwa na pesa. Pesa wangu akanipatia pesa, nikaenda Magadi. Kwenda Magadi for chest x-ray. Kurudi ikatoka ya kwamba niko na TB. So nilikuwa na TB, nikarudi hospitali. Waliniambia pale na wakaniambia nirudishe hospitali. So somewhere Dream Center. Hiyo size za currency. So nikaenda. Sasa kwenda pale nikapeana hiyo ripoti, nikaambiwa sasa naanzisha tena dawa za TB. So vile niliambiwa naanzisha dawa za TB, niliona mlima mwanzo. Kwa nini niliona mlima? Because mimi ndio mama, mimi ndio baba, mimi ndio provider kwa hiyo familia. Kwa najiuliza sasa nimekaa sina rent, ni pasi amekuwa na support. Pasi yangu pia hayuko stable. So hii mizigo yote inakuwa ni sasa ni pasi ama nitafanya aje? But nikasema I have to do this for my kids.
You know, life is so precious. And okay, you just live once. Hakunanga second chance. So mimi nikasema acha tu nitameza dawa. So nikaanzishwa dawa za TB. Na since tunajua dawa za TB inapunguza venye tu nikwambia pale mwanzo, inapunguza some molecules kwa ARVs. Nikaongezwa ka ARVs. But now sasa kwa kanisa na meza usiku. So nikimeza niko na kizunguzungu. Ndio maana unaona ninabebana na hii thermos. Niko na kizunguzungu mpaka nikunywe hata kama ni kauji. Sasa hizo hata kauji saa zingine hakuna. But now pastor wangu alikuwa na make sure amepitia. Asipopitia asubuhi anapitia jioni. Asipopitia kabisa mke wake anapitia. Wanaangalia ni nini tunaweza kula. Ikafika nyakati sasa tumefurishwa pale kwa ile nyumba ambayo tulikuwa. Ndio mama alikuwa anasema I can't continue living with you here na hujalipa rent yangu kuna arrears na bado hauna uwezo wa kulipa. Pastor took me. So tukawa kwa pastor, at times nalala kwa pastor, at times nalala church because now nikiangalia pastor wangu ni kijana kwangu, ni mdogo. Sasa mimi niko pale nimebebana na familia yangu niko pale. Sasa mimi nilikuwa na feel aibu at times. Naambia tu kwa simu acha niende kanale kwa church. So imekuwa hivyo mpaka kuna nyakati nimerudi hospitali naambiwa bado nini kwa maji sana. Juu niko nafungana. Alafu hizi joints zikawa zinauma. Wakapima wakapata ni arthritis. So na ujiuliza arthritis inaweza fanya mtu slender kama mimi. Wakaniambia maybe ulikuwa kwa maji sana. Na kweli nimekuwa kwa maji. Since mtonga akufe nimefulia watu. Mbona kuna zingine sasa unafua mvua inakunyeshea juu mtu ameenda kazi. Mlango yake kujua. You can't trust just anyone who meet for the first day. Sasa haja kutrust that much ya kuachia kifungo yake. Amefunga mlango yake, amekuacha pale nje, mvua inanyesha. Hakuna pale utaenda. Utanyeshewa. So ile maji imeniingia sana. So nilikuwa naambiwa nijaribu ku avoid maji. But what will you do? Uta avoid maji yenyewe na hiyo maji ndio at least utapata chakula. So at times unapata tunaenda na inama. Nikiinama hata sasa hivi feel like ningefanya ninafungana. Nikiinama narudi nafungana. Nikianza kusiniza hata unaweza toroka pale niko. So imekuwa hivyo mpaka at times najiuliza so what will I do really? Because I have to take care of these kids. Maisha yanakuwa zaidi kukua ngumu. But me I just want to take care of my kids. Na yani natamani hata kama naweza pata business. Moso hata kama naweza pata salon like kitu kama beauty shop. Ili niweze ku take care of my kids. Because niko na wajukuu pale wadogo. Niko na watoto wangu pale au wadogo. Huyu mwenye ako university at times kuna juu hapo mbele before hata anini high school. Unajua mtoto alikuwa ananipeleka hadi kufua. Ninaweza toka kwa nyumba niende na niambie mom rada ya huko. Naambia vitu ziko more. Anaambia nipanye direction, anafika. Akishafika tunafua na yeye. At times people could mock him. Na vijana wenzake walikuwa wanasema huyu ni mwanamke huyu. Unaona anatembea na mama yake anaenda kunini, but anaambia mama funga macho. Na ufunge sikio lako, usisikie vitu zenye watu wanasema. I'm doing this for our kids and I'm doing this for you because I love you so much. My son could come tufue na yeye. At times zingine nilifua labda nimefua juzi jana na hiyo siku mgongo imechoka, ananiambia mama enda home. Nitaendelesha malize. I don't care what people are saying. Unapata saa zingine alikuwa anaenda anaosha tents. Hizi tents. Anaosha tents. Anaenda naoshia mtu gari. Akisikia kuna mjei mahali hizi za nini, anaenda jiko saa kwa na ID. Angeenda hizo mjengo kubwa. So mtu akimuitia hizi ndogo anaenda napiga. Unasikia huko kibarua anakuambia mom nimepitia soko nimenunua food. Niko na prepare food for our kids. Niko na jamani Mungu mtoto wangu ataweza kupata maisha. But I thank God for everything. Because najua kile Mungu ameanzisha. Haiwezi acha bila kulimalizia. So I know whatever thing God started in my boy's life ataimaliza. And it will be great. Najua ataweza kusimama na familia yetu. Mimi kama mzazi at times I could sit down
just watch my boy and smile. Na kujua ni kwa nini. Nilikuwa naona, you know, mostly boys wanakuwa na aibu. And kitu kama hata kufua, kuna watoto wengine hata mwenzake angemumoka ati mama yake anafuanga, hata anaweza mpiga. But me, my boy angenifuata mama yake na tufue kwa mtu. Hata kuna mama mwingine tu hizi ni zenye zinavalishonga viti. Tulikuwa tunaenda hizi covers, tunawekewa piles, yani yenye tukianza kufua asubuhi na tuko na yeye tunamaliza saa 12 jioni. And he will never complain. Atafua na tena mkilipwa pesa anachukua tu 200. Anakuambia mama, take the rest. Hiyo 200 yake ataeka hata amenunua nguo zake. Sasa imekuwa tu hivyo. This is the life that we have been living. Hata right now I know where he is in school. Najua times inakuwa ngumu. At times he could text me na niambie, mama, sisi tumie hata 50 bob. Ninunue hata Indomie. Na sasa mimi mwenyewe sina hiyo 50 bob. Naambia dad, leo sina, lakini Mungu akifanya jambo tatuma. But when he comes home, even now mwenye ako university, when he comes home, akipata kibarua yote anafanya. Ananiambia mama, let not our today determine our tomorrow. Tomorrow yetu iko so brighter. Hiyo ndio kitu ananiambia. So even me as a person, I know right now I'm passing through challenges. I don't know. Right now, okay. Niko na place sahi yenye naweza sema naweza call home. Hapo mbeleni like a month ago, some weeks ago sikuwa nayo because nilikuwa tu kwa pasi. Pasi ametafuta pesa nikaweza kupata kwao. But now kitu inanisumbua juu ni sasa mvua inanyesha. Napata mvua imeisha kuanzia asubuhi mpaka jioni. So at times unapata nikipata kibarua sahi, hiyo matime nyingine hakuna completely. Unabaki ukijiuliza, how will I pay my rent? But najua Mungu ataprovide. Yeah. God is our provider. Yeah, I know he will. He is a faithful God. Yeah. You can believe. Yeah. You can believe God is faithful and he is a provider, he will. Amen. Amen. Wow. But chenye naweza kwambia, stay strong. You are a strong woman. Thank you. And you have a support system. Thank you. God, your pastor, your son. Thank you. Thank you so much. Thank you. So what I can say, there is a God. Mi naweza kuencourage, don't give up. Mahali umetoka ukiangalia ndio mbali. Mahali umefika huwezi rudi mahali umetoka. True. So stay strong. Thank you. Hapo umeendelea, things are going to change. Amen. I believe there is God. Yeah. God who is a provider. Yeah. Believe me when I say that. I know why I'm saying that. Amen. I know. God anaweza provide in a way that njai amen. Amen. So even when you're giving this your story, believe that there is a God. Amen. I who believe. Provides. Amen. So maybe tukimalizia unaweza encourage somebody somewhere, because I know the fact that you are here, nja give up. Yeah. Encourage someone na ukimalizia utupe namba, mtu anaweza nguzo akusupport. Okay. First of all, I'm going to talk to our girls. As a lady, maybe you are young somewhere, you have someone who loves you so much and you think that this person loves you. Usikue na haraka. Because maybe mtu anaweza kuambia anakupenda ili get between your legs. And after that, atakuacha na ende zake. As a lady, you should respect yourself. Stand your ground. And that person or that man who God purposed for you is somewhere waiting for you. And at God's time, he will come for you. So, kama ladies, I can just tell you to just wait upon the Lord. He is the one who knows
the right person for you. Ukiendelea kuomba na ungoje kwake Mungu, it will happen. But wewe ukiambiwa mapenzi yetu ya mdomo na uende na kuchagua sura at this is the right man for me I like hii na hii, utapotea. Utabaki tu unalia. Okay, mtoto ni baraka. But you don't know, maybe inaweza kuwa ni mtoto na mambo mengine. And another thing I can say to maybe someone who is passing through the same thing I'm passing through, the same things I've passed through, naweza ambia ni kwamba our God is a faithful God. You might be in a situation that you feel like nothing good is going to happen, or you can be in a situation that you feel unatamani hata ground iopen na ikumeze. But remember, God is there watching. And kwa ile nyakati yenye wewe mwenyewe you feel like giving up, that's when God is stepping in. Ile nyakati una feel like sasa pale nimefika mwisho, hiyo ndio sasa nyakati Mungu anakuja naweza kutendea. Because now if you refer to the Bible, the story of this widow who had small oil na munga kidogo, and Elijah the prophet after ametoka the brook Oset, ile nyakati alikuwa analishwa na ndege na ile mto ikaweza kukauka, na Mungu akamtuma aende kwa ule mwanamke. Huyo mwanamke alikuwa sha give up because now alikuwa na ile mafuta kidogo na ile unga, akisema kwamba anakusanya kuni aweze kupika na wakule na mtoto wako na ongoje kifo. But God sent that prophet to come and rescue this family. Okay, this lady also helped the prophet, but through the prophet, the lady na mtoto wake hawangeweza kukufa. Kwa hivyo, nyakati mtu unataka ku give up, remember there is God. And he is our provider. The only thing we should know ni kwamba believing, yes, is good, but also we should be prayerful. When you pray, that's when you commune to God. You know, we can only talk to God through prayer. Yeah, naweza sema naamini kwa Mungu, but when I'm just seated, saying nothing, hata Mungu haezi kuja kuintervene. But when I pray, that's when God intervenes. So hata kama uko kwa hali ngumu yenye unafikiria like things are not going well, don't give up. Continue praying and God will come in. Yeah. You can give us your number. My number is 07 12 72 24 79. My number is 07 12 72 24 79. Thank you so much. We appreciate for your time. I feel encouraged after listening to your story. I can only encourage you to keep on going. You are a strong woman. You are going places. Thank you so much, guys, for watching. Until next time, my name is Frida.